إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، إن وجه الله سبحانه وتعالى بعدكم اشكروا الله تبارك وتعالى نتكمتكيا صلاة أمان ونمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu zangu katika imani, tumekutana katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala kama ilivyokuwa ni katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siku kama ya leo yajtami'una almuslimun au yajtami'u almuslimun في بيوت الله تبارك وتعالى لأجل التذاكر. sababu siku kama hii waislamu wakikutana katika nyumba za Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kukumbushana. Ayuha nasu ibadallah, waja wa Allah tabaraka wa taala, lakini la budda kwamba yampasa kila muislamu afahamu na ajue kwamba pamoja na khutba za Ijumaa kama hizi, kadhalika الكلمات التي تلقى في مجالس مختلفة لا تؤصل طالب العلم الذي يريد أن يكون طالب العلم وأن يتمكن في العلم. لا بد أن يتعلم. ndugu zangu katika iman, khutba kama hizi kadhalika alkalima au kalima mbalimbali ambazo zinatolewa haziwezi zikamwandaa mtu ambaye amemakinika katika ilmu, ambaye anataka ilmu awe ana uwezo wa kufungua vitabu, kusoma masail mbalimbali, lazima asome. Lakini khutba hizi zina fawaid, sababu inaweza ikatajwa khutba au katolewa khutba au katika kalima katajwa neno ikawa ni sababu ya mtu kuongoka na kusimama katika njia ya sawa sawa, njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu katika imani, ama khutba yetu ya leo biidhnillahi alkarim ni khutba ambayo laysat bijadida fi masami'ikum, sio khutba ngeni katika masikio yenu. Tuamini kwamba khutba hii ishazungumzwa, lakini
tunaizungumza kwa mara nyingine kwa ajili ya kukumbushana, lakini kama wanavyosema Waarabu kwamba ma kurrira qarra ay thabat, kile ambacho kinazungumzwa mara kwa mara kikakaririwa huwa kinathibiti. Hivi ndio wanavyozungumza Waarabu. Hutuba ya leo ndugu zangu katika imani, tutazungumzia jambo la adh-dhulm, dhulma. Mada hii ni mada pana, mada ndefu, lakini biidhnillahi alkarim tutazungumza kwa ikhtisar na tukieleza kile ambacho atatuwafikisha Allah tabaraka wa taala. نسأل الله جل وعلا العون على ذلك. أيها الناس عباد الله، إن وجه الله سبحانه وتعالى ومتاج أهل العلم ومتاج ونفيوني katika vitabu vya kielimu wakiarifisha na kuieleza dhulma, wakasema dhulma maana yake ni wad'u shay'in au wad'u shay'i fi ghairi mawdhi'ihi. Dhulma maana yake ni kukiweka kitu sehemu ambayo si sehemu yake. Maelezo haya wameyataja wanavyoni kama vile al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, al-faqih al-usuli al-mu'asir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Kadhalika maelezo haya yametajwa katika kitabu at-Ta'rifat cha al-Jurjani, lakini kadhalika maelezo haya yametajwa katika Mu'jam al-Mustalahat wa alfadh al-fiqhiyya. Lakini vitabu ambavyo nimevitaja si kwamba maelezo haya yametajwa humu tu, bali yameelezwa katika vitabu mukhtalifa. Ala kulli hal, dhulma ndugu zangu katika imani ni kukiweka kitu katika sehemu ambayo si yake. Na wanaeleza ahlul ilm rahmatullahi ta'ala alayhim, Allah awarehemu wale maulama ambao wamekufa na Allah awahifadhi wale al-ahya. Wanaeleza wanavioni kwamba dhulma ambayo ni kubwa kuliko dhulma zote ni dhulma ya ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, sarfu naw'in min anwa'i al-ibadah lighayri Allah tabaraka wa ta'ala, fahadha a'zamu adh-dhulm. Ndugu zangu katika iman, dhulma ambayo ni kubwa, ambayo Allah tabaraka wa ta'ala la yaghfiru liman mata alayhi, ni dhulma ya ushirikina, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. وجاءت الآيات العديدة والأحاديث الكثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة هذا الظلم. zimekuja ayat mbalimbali, kadhalik ahadith za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zikibainisha na kuweka wazi ubaya wa jambo hili la dhulma hii ya ushirikina. Ndugu zangu katika iman, kad yasalu sa'il kaifa yakunu ash-shirku dhulman, anaweza akajiuliza mwenye kujiuliza, vipi ushirikina unakuwa ni dhulma? Ayuha an-nasu ibadallah, ash-shirku yakunu dhulman lianna ash-shirka sarfu naw'in min anwa'i al-ibadah lighayri Allah tabaraka wa ta'ala, ووضع أو وصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى هذا ظلم. وسباب شركنا نكويوeka aina ya ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada hiyo anasaiki Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii inakuwa ni dhulma. Kwa nini? Kwa sababu tumebainisha na kuiarifisha dhulma kwamba dhulma ni kukiweka kitu mahala ambapo sipaki. Kwa hiyo unapoichukua ibada ukaiweka kwa asiyekuwa Allah
subhanahu wa ta'ala ibada hiyo ukaielekeza kwa alwathan, kwa mzimu, kama wanavyotaja ahlul ilm kwamba alwathan ni awsa' min as-sanam, sababu alwathan maana yake ni kullu ma ubida min duni Allah min hajarin au shajaratin au ghayrihima sawa'un nuhit au lam yunhat. Guzanga katika imani, shirikina ni dhulma kubwa, na ni dhulma ambayo mtu anoifanya dhulma hii ni dhulma ambayo amemfanyia Rabbul Alamin Allah tabaraka wa taala. Na jambo hili ibadallah ni jambo hatari sana. Allah subhanahu aeleza ndani ya Qur'an akisema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn, wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na hawajazichanganya imani zao na dhulma, hao ni watu wenye amani. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati ilivyoteremka aya hii na wakaisomewa aya hii na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ashkalati hadhihi al-ayatu ala as-sahaba, aya hii iliwatatiza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakamuuliza Mtume, hivi ni nani katika sisi ambaye haidhulumu nafsi yake? Mtume alayhi salatu wassalam akabainisha na akaweka wazi kwamba makusudio ya dhulma katika aya hii ni ashirk, ni ushirikina, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. fasamma Allahu ashirka dhulman fi hadhihi al-aya al-karima. Allah subhanahu akaita ushirikina ni dhulma katika hii aya tukufu. Ayuha an-nasu ibadallah, ndugu zangu katika imani, dhulma hii ambayo inaelekezwa kwa Allah subhanahu ni dhulma kubwa sana. Allah tabaraka wa taala aeleza ndani ya Qur'an akisema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe ushirikina na anasamehe dhambi lisilokuwa la ushirikina kwa yule amtakaye. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, hii aya Allah hajasema Allahu la yaghfiru an yushraka bihi, bali Allah ameanza na inna taukid, ambao unaposoma katika vitabu vya lugha wanapozielezea herufi za kutilia mkazo wanahitaja inna, kwamba inna ni katika almuakkidat, ni katika vitu vyenye kutilia mkazo. Lidhalik Allah subhanahu kulitilia mkazo na kuonyesha kwamba jambo hili ni jambo adhim, ni jambo kubwa, akasema inna Allaha, akatilia mkazo akasema hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehe kushirikishwa. Lakini pia hii aya pia tukiitizama, ulamaul islam rahmatullahi ta'ala alayhim wa hafidhallahu al-ahya'a minhum wameigawanya shirki katika vigawanyo viwili. Kuna shirkul akbar, halafu kuna shirkul asghar, ambayo katika furukhat au tofauti ambazo wanazitaja ahlul ilm ni kwamba shirki kubwa yukhriju sahibahu min almillah, shirki kubwa inamtoa mtu wake katika milla, inamtoa mtu wake katika Uislamu. Bainama ashirkul asghar ghairu dhalik, lakini shirki ndogo si hivyo. Lakini ulamaul islam rahmatullahi ta'ala alayhim wakati wanaielezea hii aya wakasema Allah subhanahu alisema inna Allaha, hakika ya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, la yaghfiru. Wakasema hii ni nafi, hii ni nafi, halafu Allah akasema an yushraka bihi, hii an yushraka hii ni nakira. Kwa mujibu wa lugha wanasema kwa mtiririko au maelezo kama hii, wanasema hii an wa ma ba'dahu fi ta'wili masdar al-muawwal, taqdiri yake inna Allaha la yaghfiru shirkan bihi. Ni nini maana ya mazungumzo haya ndugu zangu katika iman? Allah alivyosema kwamba Allah la yaghfiru, hasamehe, an yushraka bihi, kushirikishwa, ikatajwa nafi halafu ikaja nakira,
wanachuoni wa usulul fiqh watuambia an-nakiratu fi siyaqi an-nafi au fi siyaqi an-nahi, an-nakira tufidu al-umuma, kwamba nakira katika siyaqi naam ya kukanusha au siyaki ya kukataza yafidisha kuenea. Ni nini maana ya mazungumzo haya? Ni kwamba shirki hata kama ikiwa ni ndogo, baadhi ya ahlul ilm wakati wakichambua wakasema la budda li sahibihi an yu'adhab, haina budi mtu wake kuadhibiwa, kwa maana akitubia Allah tabaraka wa taala atamsamehe. Lakini kama hatotubia akafa akawa ana ushirikina mdogo, baadhi ya ahlul ilmi wanasema lazima adhibiwe. Lakini wengine wakasema hapana, itaingia katika madhambi ile shirki ndogo na itaingia katika tahta al-mashia. Lakini baadhi ya wanachuoni kwa maelezo haya niliyoyataja kwamba hii ni nakira katika siyaki ya nafi yafidisha umum, kwa hiyo lazima mtu wake hata kama amefanya shirki ndogo hajatubia kwa Allah subhana, akafa na ushirikina huu, ataadhibiwa kwanza kwenye shirki ndogo, alafu atatolewa katika moto, ataingizwa katika pepo ya Allah subhana, maadamu ushirikina huo ni ushirikina mdogo. Na maelezo haya ndugu zangu katika imani ahlul ilmi wameeleza, na mimi nimeona niyataje kutokana na uzito wa jambo hili, kwa sababu hii dhulma ambayo inafanywa ya ushirikina ni dhulma adhim, ni dhulma kubwa kabisa. Ayuha nasu ibadallah, waja wa Allah subhanahu, mmoja katika watu wema waliotangulia Allah tabaraka wa taala amrehemu, wa an yaj'ala qabrahu rawdatan min riyadhil janna, naye ni Luqman ambaye ametajwa ndani ya Qur'an. Amemuhusia mwanae akimwambia ya bunay, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu anapoitaja shirki anaitilia mkazo. Hii aya lau usingetajwa almuakkidat, vitu ambavyo vinatilia mkazo, ilikuwa isomwe ya bunayya la tushrik billah, ashirku dhulmun adhim, ashirku dhulmun adhim, ashirku dhulmun adhim. Ilikuwa hii ibara na hii siyaqi ikaririwe mara tatu, lakini Allah subhanahu alivyoitaja hii aya akaweka inna, ambayo hii inna inabeba jumla nzima, halafu akataja lamu hapa ambayo inaitwa kwa mujibu wa watu wa nahwu wanaita ni lamu al-muzahlaqa. Hii nayo inabeba jumla. Lidhalika wanachuoni wa balagha wakati wakieleza katika ilmu al-balagha wanaeleza kwamba katika al-muakkidat ni inna, lakini kadhalika na hii lamu hapa inafidisha msisitizo. Lidhalika Luqman wakati anaelekeza usia huu adhim kwa mwanae akamwambia ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna ash-shirka, hakika ya ushirikina la dhulmun adhim, ni dhulma iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo ilikuwa hapa maana yake ingekuwa sikutaja hivi vitu vya kutilia mkazo, ibara hii ni kama nilivyoeleza, angeisoma mara tatu kwamba ashirku dhulmun adhim, ashirku dhulmun adhim, ashirku dhulmun adhim. Na maelezo haya wanayataja wanavyoni wa lugha, lakini nilitaka tu hii aya tuizungumze hivi ili tuelewe kwamba hiki kitu kilichotajwa ni kitu kikubwa, na Allah subhanahu au huyu mja mwema wakati anamuhusia mwanae jambo amelisisitiza kwamba mwanangu, dhulma ya kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala si jambo sahali, si jambo lepesi. Takiwa watu wachukue tahadhari na wajiepushe na jambo hili. Ndugu zangu katika imani, dhulma ni jambo baya sana. Takiwa waislamu tujiepushe na dhulma kwa aina zake zote. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، enyi waja wa Allah subhanahu, tukiendelea na khutba yetu ya pili, tukizungumzia jambo kubwa, jambo adhim, jambo la dhulma. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyoeleza fi bidayati alkhutba, mwanzo wa khutba, kwamba maudhui hii ya dhulma ni maudhui pana, ni maudhui ndefu, lakini tutaizungumza bilikhtisari shadid. Ndugu zangu katika imani, dhulma maana yake ni wad'u shay fi ghairi mawdhi'ihi. Dhulma maana yake ni kukiweka kitu katika sehemu ambayo si sehemu yake. Na katika dhulma kubwa ni dhulma ya ushirikina. Ndugu zangu katika imani, dhulma ni jambo ambalo ameliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithul qudus. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika mimi nimeiharamisha dhulma katika nafsi yangu, waja'altuhu bainakum muharrama, na nimeijalia dhulma baina yenu nyinyi ni haramu, fala tadhalamu, msidhulumiane. Hadha alkalam min rabbil alamin. Maneno haya ayuha nnasu ibadallah ni maneno ambayo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akituharamishia na akieleza dhulma kwamba ni jambo ambalo halikubaliki. Ayuha nnasu ibadallah, Allah subhanahu asema, enyi waja wangu, hakika mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, lianna adh-dhulma fi haqqi Allah tabaraka wa ta'ala amrun mustahil, kwa sababu dhulma katika haki ya Allah subhanahu ni jambo ambalo ni lenye kushindikana. Hakuna dhulma kwa Allah subhanahu. Allah subhanahu la yadhlimu ibada, Allah wadhulumu waja wake. Lakini maa dhalik, pamoja na hivyo, Allah ametutanabahisha waja wake akasema, enyi waja wangu, hakika mimi nimeiharamisha dhulma katika nafsi yangu na nimeijalia dhulma baina yenu nyinyi ni haramu. Wanasema wanavyoni kama alivyotaja al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala katika al-Minhaj sharh sahih Muslim, kwamba ilikuwa haya maelezo aliyotaja Allah subhanahu alivyosema, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama, ilikuwa yatosha kwamba enyi waja wangu, hakika mimi nimeiharamisha dhulma katika nafsi yangu na nimeijalia dhulma baina yenu nyinyi ni haram. Ilikuwa maelezo haya yanatutosheleza sisi kujua kwamba jambo la dhulma ni jambo la haram, ni jambo halifai. Lakini Allah subhanahu akaongeza maelezo mengine akasema, fala tadhalamu, msidhulumiane. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah wakati anaitaja hadithi hii akasema, ibara hii inafidisha at-taghlidh, inafidisha uzito wa jambo la dhulma, kwamba hili jambo ni jambo baya mno. Lidhalik Allah kalitaja hivyo, halafu akataja na ibara nyingine liifadati at-taghlidh. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu, dhulma ni jambo baya sana. Waislamu wanaishi katika mgongo huu wa ardhi, zinakithiri dhulma, takthuru shakawa min ibadillah min hadha ad-da' da'i adh-dhulmi
zinakithiri shakawa, mashtaka mbalimbali kutoka waja wa Allah subhanahu, wakishtakia maradhi haya mabaya kabisa, maradhi ya hatari kabisa, maradhi ya dhulma, watu wakidhulumiana katika mashamba, watu wakidhulumiana katika biashara zao, watu wakidhulumiana katika miamala yao, bali unaweza kumkuta mtu akachukua haki ya mwenzake, thumma yaftakhiru amama an-nas, kisha akawa ajifahari mbele za watu, fulani nimemuonyesha, fulani nimempiga winga, akajiona yeye ni mbabe, yeye ni mjanja. Lakini takiwa mtu alizehinia fahamu kwamba kuna kisimamo ambacho watu watasimama mbele ya Allah tabaraka wa taala, yauma yaqumu an-nas li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ayuha an-nas ibadallah, hadha al-mawqif mawqifun adhim. Kisimamo hiki ndugu zangu, kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisimamo hiki ndugu zangu ni kisimamo adhim. Ndugu zangu katika imani, mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma aya hii, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, alikuwa akilia mpaka anadondoka. Sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutokana na kisimamo adhim. Jambo ni kubwa ndugu zangu katika imani. Sallallahu athabat. Ndugu zangu katika imani, jambo la kudhulumiana ni jambo baya sana, na siku ya kiyama hakuna kwamba umemdhulumu mtu shamba atakurejeshea shamba. Siku hiyo ndugu zangu katika imani ni siku ambayo watu hulipana kwa thawabu. Unaweza ukawa umejitahidi katika ulimwengu huu, katika dunia hii, kuyafanya matendo ya sawa, lakini siku hiyo ukawa wewe ni katika ashabun nar bisababi dhulm alladhi kunta tataatah, kwa sababu ya dhulma ambayo ulikuwa ukiiendea. Ndugu zangu katika imani, jambo la dhulma ni jambo baya sana. Zimekuja hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqwalu salaf, maneno ya wema waliotangulia, wakitahadharisha na kulipiga vita jambo hili la dhulma. Lakini yatosha kiachilia maneno haya, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyazungumza na kulieleza kwamba jambo hili ni jambo ambalo ameliharamisha yeye Allah. Kafa bidhalika ibra, yatosha kwa jambo hilo kuwa ni mazingatio, ukiachilia maneno mengine. Ndugu zangu katika imani, jambo hili tujiepushe nalo, lakini kadhalika tupeane nasaha, tukumbushane. Kiona mwenzako anaendea jambo hili la dhulma, basi mpe nasaha, kwa sababu katika misingi ya dini yetu ni kupeana nasaha, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwamba ad-dinu an-nasiha. Jambo hili ni jambo baya sana ndugu zangu katika imani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.